Na mtazamaji wa Channel 10, kwa mara nyingine karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu, na tayari amekwisha wasili mgeni wetu, na huyu si mwingine bali ni Omari Punzi, mchambuzi wa siasa za kitaifa na kimataifa, ambapo tutakwenda kuangazia yale yote ambayo yamejiri kwa mwaka 2025 kwa baadhi, japo kwa uchache tutaangazia yale ambayo tutapata nafasi ya kuangazia kwa dakika hizi chache ambazo zimebaki katika sehemu ya pili ya kipindi chetu hiki cha Baragumu Live. Yako mambo mengi sana ambayo yamejiri katika swala zima la uchumi, biashara, mambo ya kijamii, lakini pia kuna nyakati ambazo zilikuwa na furaha na kuna nyakati ambazo zilikuwa na huzuni za kuondokewa na viongozi wetu, lakini pia tutaangazia pia huko kimataifa ni nini ambacho kimeweza kutokea, hasa yale matukio ambayo yaliweza kugonga vichwa vya habari vya vyombo mbalimbali vya habari duniani kote, hata hapa ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Karibu sana Omari Punzi, mchambuzi wa siasa za kitaifa na kimataifa. Karibu sana. Shukuru sana, asante sana. Ndio, najua kwanza ni heri ya mwaka mpya bwana. Kwanza tunaanza Krismasi bwana. Mbona unaanza? Sisi wote ni moja bwana. Imeshapita hiyo bwana. Hapana. Heri ya Krismasi, tumesherehekea vizuri. Na wenzetu tunashukuru wametukarimu vizuri. Ndio. Tumekula pilau lao vizuri. Mambo mengine yameenda vizuri. Yameenda vizuri kabisa. Sisi ni ndugu bwana. Na mmesherehekea. Lazima tuwe na mahusiano. Ni jambo muhimu sana. Mahusiano ni mazuri sana. Ndio. Tukianza tu kwa kabla tujaenda kujikita kwenye matukio yenyewe, mwaka 2025 tunakwenda kuhitimisha. Zimebaki siku 2 kama sikosei. Kwa upande wako unautafsiri kuwa ni mwaka wa aina gani? Ni mwaka ambao tunazungumzia ulikuwa na historia nyingi sana. Ndio. Ni mwaka wa hekaheka, ni mwaka wa kujitafakari. Kama Mwenyezi Mungu akitupa uhai tukavuka 2026, basi lazima tutafakari na tumrudie Mwenyezi Mungu pale ambapo tulipokosea, kwa sababu ni mwaka ambao tunaita harakati zilikuwa nyingi sana. Ndio. Kila mmoja alikuwa mwanaharakati, kila mmoja. Ni mwaka ambao matukio mengi ya kihuzuni yametokea. Ni mwaka ambao kimataifa matukio nadhani mengi ya kihuzuni, viongozi wakubwa kama viongozi wa kidini ndio ambao wameondoka, na kitaifa hapa nadhani umeona baadhi ya wanasiasa. Lakini ni mwaka ambao kwenye historia umeingia kidogo mtikisiko, nadhani unafahamu, kipindi cha uchaguzi. Ni mwaka wa kujitafakari, ni mwaka ambao wa kuweka kumbukumbu ya tafakuri. Ndio. Ni mwaka ambao wa tafakuri, ambao tukiwa sisi wazee tutakuja kuhadithia watoto wetu kwamba kuna kipindi tulipitia kwenye tafakuri ya taifa. Ndio. Sawa. Asante sana kwa utangulizi huo. Yako matukio mbalimbali ambayo yametokea kwa mwaka 2025. Nikizungumzia katika upande wa uchumi, ni mara baada ya uzinduzi wa bandari kavu ya Kwala. Ile ni sehemu mojawapo kama nchi tunapaswa kujivunia, kama taifa tunapaswa kujivunia, na sio tu taifa tu, bali hata mataifa jirani. Ni moja ya jambo ambalo walijivunia mara baada ya uzinduzi, lakini pia na uzinduzi wa treni ya mizigo ya SGR. Moja ya jambo ambalo tulikwenda kutengeneza historia tangu nchi yetu iweze kupata uhuru. Hili jambo kwa upande wako tunalitafsiri vipi katika mwaka 2025? Ni jambo ambalo limekuja kwa wakati, na sisi kama Tanzania tulikuwa nyuma sana. Ukiangalia baadhi ya mizigo mingi inayotolewa pale bandarini ni mizigo mingi sana, na njia zetu hizi za rami ni njia nyembamba na njia hafifu. Kwa mfano, mtu anaitoa mzigo kutoka Dar es Salaam mpaka kupeleka Kigoma kupitia tunaita barabara zetu hizi, foleni na kadhalika. Lakini kuja kwa treni hii ya mizigo kwenye uchumi itarahisisha kiasi kikubwa sana, kwa sababu kwanza treni hile ni ya umeme, ina spidi zake ambazo za haraka zaidi. Kwa hiyo kama mtu mzigo kutoka Dar es Salaam kupeleka Kigoma ulikuwa unachukua zaidi ya wiki nzima kwa magari yetu haya, lakini kwa treni inaweza ikachukua siku 2, siku 3, na inapunguza foleni katika njia zetu ambazo tunazozitumia kila siku. Hamna mtu asiyojua kutoka leo hii ukitoka Dar es Salaam mpaka uikute Chalinze pale kwa maeneo ya Kibaha, njia ile nyembamba, kwa hiyo foleni inakuwa ya kutosha.
lakini kama mizigo itakuwa inachukuliwa Kwara pale, maana yake itasaidia kiasi kikubwa lile gap la kutoka Kibaha mpaka Kwara pale, ile foleni kidogo itakuwa inapungua kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo kwenye uchumi tumefanikiwa, tumechelewa sana lakini tumefanikiwa kiasi kikubwa, na tunapongeza serikali kwa jitihada zake katika kuhakikisha kukamilisha ile dira ya taifa ya maendeleo ambayo tulikuwa tunaipigania kiasi kikubwa, kuwepo kwa hii treni ya nini ya mizigo. Kuna namna inaweza ikafanyika Omari, haya malori yasifike kabisa huku kwa sababu hata mwanzoni tuliambiwa kwamba ndio lengo pia la ile bandari kwenda kukaa pale kwamba yasiguse kabisa huku Dar es Salaam. Na hata nakumbuka kuna wakati mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alikuwa mkali sana. Kuna maeneo wananchi walikuwa wanashindwa kufanya shughuli zao kwa sababu yenyewe yamepaki, hasa eneo la Ubungo na baadhi ya maeneo ya jirani pale. Unadhani itakwenda kusaidia? Yaani tusione swala ni mtu wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani hataki kuona lile lori likipita barabarani, liishie kule, liondokee huko huko. Itakwenda kufanikisha hii? Itasaidia kama viongozi wakasimamia kwa udhibiti. Unajua tuna sera nzuri, lakini usimamizi wakati mwingine zinaweza zikadondoshwa kwenye usimamizi. Kwa mfano sera hiyo ya kuzindua huo mradi mkubwa wa hiyo treni ya mizigo ni sera kubwa ya kitaifa na tuko nyuma. Kwenye nchi zilizoendelea magari makubwa kama hayo ya mizigo, kwanza ni hatari kuingia katika miji ya watu. Yaani lazima utenganishe, kuna muda fulani kuna miji ya viwanda, nchi za wenzetu wanatenganisha, kuna eneo kabisa wametenganisha hii ni miji ya nini ya viwanda, kuna miji ambayo wametenganisha kwa ajili ya shughuli za uvuvi, na sisi lazima tutenganishe, kuna maeneo ambayo ni shughuli za usafirishaji kama hizo treni nini mabasi ya nini hayo ya mizigo, kwamba uwezi basi lile kwanza container, nadhani unaona kuna kipindi fulani makontena yalikuwa yanakuja mjini yanadondoka, wakati mwingine madereva wamechoka kiasi fulani. Kwa hiyo tukitenga sehemu kwamba mpaka msiingie mjini, kwa sababu sasa hivi idadi ya watu, shughuli za mjini ni nyingi sana. Kwa mfano ukisema Dar es Salaam, sasa lori moja linaweza likachukua magari madogo kiasi labda matatu kwa ile distance kwa mita zake zile. Sasa kama lori moja litakuwa kwenye foleni ya Dar es Salaam, manake shughuli za uzalishaji Dar es Salaam zinaweza zikapungua. Kwa hiyo kusogeza kule nje ya mji inasaidia kiasi kikubwa sana. Ni wawekezaji tu kukubali hiyo sera. Wakikubali inaweza ikawa ni mwafaka zaidi katika nchi yetu, msaada zaidi. Ukifika Dodoma kuna barabara ilizinduliwa hivi karibuni inaitwa barabara ya mzunguko. Hii ni specially kwa ajili ya kuyapitisha pia hata haya malori ya mizigo. Kwa hivyo katikati ya mji huko yanakuwa hayaonekani kabisa. Kuna haja ya kuiweka barabara hii hata katika mikoa hii ya huku ambako uchumi ndio unaonekana wa nchi umelalia zaidi, ili kuweza kuyarahisishia pia na yenyewe yakaya yanapita kule. Yaani iwe ni maalum tu kwa ajili yake hiyo. Ni muhimu kwa sababu ukiangalia Dar es Salaam ndio katika sensa ndio mkoa ambao angalau unaongoza kwa idadi ya watu na hakuna mtu asotamani kuja Dar es Salaam. Ukienda mikoa mingine sasa hivi anatamani kuja Dar es Salaam. Kwa hiyo lazima tujipambanue, tuwekeze bajeti kiasi kikubwa katika huu mji na kutanua wigo wa barabara zetu hizi za mwaka 1961 zimeshachoka. Hamna mtu asifahamu kwamba hatuna barabara mbadala. Leo hii foleni ikitokea Kibaha kwenda Chalinze, lazima utalia kuitafuta Morogoro. Leza utafute Bagamoyo urudi tena huku. Tuna barabara ya Bagamoyo. Sasa lazima tuwe na njia mbadala kama walivyofanya Dodoma ile. Ukienda pale kuna shortcut yani kwamba kutanua wigo la miundombinu, kwa sababu gari Dar es Salaam zimekuwa nyingi. Sasa hivi kila mmoja anamiliki gari katika nyumba moja, katika ofisi moja ya taasisi, watu watano wanamiliki nini? Magari. Sasa hiyo ni lesho kubwa sana, tofautisha na mikoa mingine huko. Ndio. Lakini inamaanisha uchumi unakuwa. Uchumi unakuwa kwa kasi. Ndio matokeo yake. Ukiona mtu anamiliki gari maana yake uchumi unafanyaje? Unakuwa. Ndio. Na mtazamaji, tunaambiwa kwa haraka haraka kwamba SGR ya treni ya umeme, SGR ambayo mizigo ambayo imezinduliwa ina uwezo wa kubeba tani 10,000 kwa wakati mmoja, yani kwa mkupuo tani 10,000, na hii ni sawasawa na maroli 500. Mengi sana. Sasa malori 500, tazama ile kama ukienda Tunduma pale namna ile foleni
ya maroli ni zaidi ya hayo 500. Lakini kama tunaweka 500 ina maana tumepunguza kiasi fulani, kiasi kikubwa sana. Ndio. Na huo ni mwanzo, maanake kama tunaongeza ile capacity yake tunaweza tukafika zaidi ya maroli hata 1000. Kama usimamizi, sera zetu ni nzuri, ila wakati mwingine zinaweza ikawa kwenye usimamizi zikawa ziko chini. Kwa hiyo kwenye usimamizi tu ukiwa mzuri itasaidia kiasi kikubwa. Sawa. Kwenye picha ambayo unaiona hapo ni picha ambayo inaonyesha Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa uzinduzi wa treni ya umeme SGR ambayo ni ya mizigo hiyo, na tukio hili lilifanyika katika bandari ya Kwala pale mkoa wa Pwani. Lakini pia tukio hili linaenda sambamba na uzinduzi wa bandari kavu ya Kwala yenyewe ambayo tulishuhudia pia kuna baadhi ya nchi ambazo za Afrika Mashariki zilipata eneo pale kwa ajili ya mizigo yao, na hii yote ni katika kutengeneza nafasi au mazingira mazuri ya kuvutia sasa kwamba haya mataifa ya Afrika Mashariki na mataifa mengine ambayo hayana bandari yaweze kutumia bandari yetu ya Dar es Salaam. Hili ni jambo la kujivunia. Lakini pia kongani ya viwanda pale. Kongani ya viwanda pale. Tuliona na ni kongani ambayo itengeneza ajira nyingi sana kwa vijana. Umeona? Kwa hiyo ni sehemu ambayo kwanza ukienda Kwala, thamani ya ardhi ya Kwala imekuwa. Yaani uwezi, wakati hatuna mipango ya ujenzi wa bandari kavu ya Kwala pale bwana Omari na Emili, kiwanja ulikuwa unapimiwa unavyotaka. Si umenipata? Ikiwezekana hata kwa mawe. Changu kitapita hapa. Bwana sasa nirushe jiwe mpaka lakini sasa hizi ni eneo ambalo limepewa Kwala pale kuna watu wamevuliwa si chini ya milioni 600, 700. Mimi nina ushuhuda kabisa. Na nataka nikwambie kitu kimoja, nchi yoyote umezungumzia kwenye ajira hiyo private sector. Nchi yoyote inayoendelea, sisi tuna formula. Nchi yoyote inayoendelea haiwezi kukosa ajira. Si nchi inaendelea? Maana yake kuna shughuli nyingi za kufanyaje? Za kufanya kazi. Kwa hiyo kwenye kongani hilo la viwanda kama itasimamiwa vizuri, maana yake vijana wengi, na mkoa wa Pwani vijana wengi wamejihusisha sana na shughuli hizo za viwanda. Na zimetengeneza ajira kiasi kikubwa sana. Wengi wanatoka mikoani wanakuja mkoa wa Pwani kwa ajili ya kufanya hizo shughuli za kiwanda. Na sasa hivi wanalipwa kidogo hela nzuri, sio kama zamani kidogo. Sawa. Tukiondoka kwenye uwakilishi katika eneo hili muhimu kabisa la uchumi, ni moja ya tukio ambalo sisi kama taifa hili tumetengeneza historia muhimu na nzuri, na yote ni kuipongeza pia serikali iliyoko madarakani kwa kuweza kutimiza malengo ambayo na matumaini ya Watanzania wengi walikuwa wanahitaji kwamba tufanye na tufikie huko. Lakini nimezungumza katika nyakati zozote ambazo tunazipitia, kuna nyakati nyingine za huzuni. Tanzania pia ilipata msiba hapa wa kuondokewa na aliyekuwa spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Job Ndugai. Ni moja ya tukio ambalo liligonga vichwa vya habari, lakini kuna mambo mengi sana ambayo ya kujifunza kutoka kwake. Karibu. Tunasema mwanasiasa nguri, ni mwanasiasa ambaye ametumikia vizuri Dodoma, na moja alikuwa akijipambanua katika siasa za uwazi na siasa za kukaa pamoja. Kwa hiyo kifo chake wakati fulani kimetengeneza gepu. Bahati mbaya sisi vijana hatujifunzi kwa watu ambao walotutangulia. Mpaka mtu aondoke ndio tunajifunza nini siasa zake. Lakini kwa yeye kama yeye Job Ndugai, mimi nasema ni mwanasiasa ambaye alitengeneza siasa ya kutaka uwazi sana. Na ukimwona ukijipambanua, kama umeona Kongwa jinsi ilivyo, lakini naye mwenyewe jinsi alivyojipambanua katika mataifa yake, na hata kuingia kwake kwenye kuwa spika wa bunge. Unajua wakati fulani hivi vyeo unapata kwa bahati, unapata kutokana na Mungu jinsi alivyokupangia. Kwa hiyo hata kuingia kwake umeona wakati alivyokuwa kipindi kile naibu, mtangulizi wake alikuwa Mheshimiwa Makinda, lakini baadaye alipoondoka yeye akaja yeye. Kwa hiyo hata uliona hata bunge lake jinsi alivyo, alikuwa ni mcheshi. Kuna kipindi fulani alikuwa anacheka, ana vionjo vyake ambavyo ukivisikiliza unamwona huyu ni Job Ndugai. Kwa hiyo mimi nasema ni pigo kwa Tanzania. Tunahitaji kumwenzi katika falsafa za vitabu. Wakati fulani tunatakiwa tuangalie
mara nyingi tuna mtu akiondoka tutakiwa kuangalia madhaifu yake, mema yake ndio yanatakiwa yatangulizwe mbele. Na ndio maana Waswahili tunasema marehemu hasemwi, kwa sababu hawezi akajitetea. Sisi tunachoangalia mazuri yake, yoyote tunachoangalia ni mazuri yake. Yetu tunatakiwa tuyaige, yale mabaya tunayaacha kama yalivyo, lakini mazuri ndio tunatakiwa tuyachukue, tuyafanye kwa mfano katika nchi yetu. Ndio kuna umuhimu wa kuanzisha yale tuseme nini, zile galari. Ukienda kwa wenzetu, nchi za wenzetu, kila kiongozi ambaye anaondoka labda lazima utakutana na historia yake kwenye upande wa makaratasi na picha. Watoto wanakwenda kujifunza hapo vizazi na vizazi. Sidhani kama Tanzania tuna kitu kama hiki, na hata kama tunacho hatujakipromoti kwa namna hiyo. Moja ya kitu ambacho binafsi mimi Mwakapotela nahisi kitakuwa kina uwezo wa kuwajengea vizazi na vizazi uzalendo wa taifa na kulijua vizuri taifa lao. Tunahitaji kitu kama hiki, ni muhimu sana. Na ndio maana hata siku moja nilishauri, hasa na bahati nzuri sasa hivi unapozungumzia uzalendo unakuwa uko chini kwa vijana hasa. Vijana usipojengea uzalendo hawezi ukamjua Job Ndugai. Job Ndugai historia yake inaweza ikafutika tu ndani ya usiku moja. Nadhani umeona. Sasa lazima tuiweke kwenye documentary, kwenye mfumo wa vitabu maalum. Na hiyo ndio inasaidia zaidi, kwa sababu uzalendo, nataka nikwambie kitu kimoja, ni taifa sasa hivi linapitia katika mambo mengi, nadhani unafahamu. Na kama nyinyi waandishi wa habari mnaweza mkafanya tathmini, kiwango cha chuki kimekuwa kikubwa kuliko kiwango cha upendo. Kwa hiyo hapo ni dalili ya uzalendo umepungua kiasi kikubwa. Yaani ukiangalia zile grafi, kuna kitu kinaitwa grafi ya chuki imekuwa nini? Kubwa kuliko grafi ya nini? Ya upendo. Ina maana grafu ya chuki imeongezeka 80%, grafu ya upendo imefanyaje? Sasa lazima tujiulize kwa nini grafu ya upendo imefanyaje? Imeshuka. Hapo ndio tunatakiwa tujitathmini. Sasa kwenye upendo ndio kuna uzalendo ndani yake. Kwa hiyo lazima tuwajengee vijana uzalendo ili walipende taifa lao. Ndio sawa. Mwaka huu pia una nyakati za huzuni ambazo zilitupata, na mara baada ya kuondokewa na waziri mkuu mstaafu. Wengine walimuita baba, wengine walimuita babu, wengine walimuita kaka, wengine walimuita majina yote mazuri, na moja ya viongozi ambao wana historia kubwa sana katika nafasi yake ya waziri mkuu na maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Huyu si mwingine bali ni Cleopa David Msuya ambaye alifariki tarehe 7 Mei mwaka 2025. Huyu mzee ana historia nyingi kubwa sana, na wakati wa msiba wake tukayajua mengi ambayo huenda wengine kwa umri wetu tulikuwa tuyajui. Karibu Omar Punzi. Mimi kwa mheshimiwa ambayo waziri huyo ni mtu ambaye alikuwa ni siasa zake, kwa sababu unajua yeye toka alipokuwa kuwa waziri kama umegundua, ameingia kwenye waziri mkuu, hamna mtu asiyotegemea. Lakini ameweza kufanya mambo makubwa. Nakumbuka mimi nimekutana naye mara mbili katika maisha yangu yote. Yaani katika maisha yangu yote nimepatika kukutana naye mara mbili. Na moja ya speech ambayo nimeipata kwake, wakati alikuwa anatufundisha kuna maeneo fulani, alizungumza kwamba inatosha, alikuwa anatuambia sisi vijana kwamba sekunde moja inatosha kujifunza. Yaani sekunde moja inatosha kujifunza. Aliamini sana kwenye kujifunza. Na ndio maana toka alivyostaafu kwake yeye hakutaka kujipambanua katika background yake. Ukizungumza hata watoto wake, nature yake, hakuna mtoto ambaye yoyote aliyojipambanua katika kama yeye alitembelea jina la nani? La baba yake. Kwa hiyo ule ni uzalendo, na lazima sisi vijana tukiwa kwenye madaraka tuige. Kwa nini toka ni vijana wangapi wanaomfahamu yeye kama alikuwa waziri mkuu? Na ukimwona hata akiwa akitembea unaweza kusema kama sio waziri mkuu. Yaani ni nature sana. Na mimi mwenyewe nilivyokuwa namtambua wakati huo, nasema huyu ndio waziri mkuu aliyekuwa amedumu na ana jina kubwa. Kwa hiyo ni mtu ambaye aliishi maisha yake. Na ndio maana hata kifo chake jinsi kilivyoondoka, umeona jinsi watu walivyokuwa wanamuelezea historia yake. Ni mtu ambaye mbobezi katika taifa na ni mshauri wa nchi, lakini aliishi katika maisha yake, aliamini falsafa ya kujishusha zaidi. Ni somo kubwa kwa sisi vijana tunaochipukia. Lazima tuishi kwa kujishusha zaidi. Kama yeye mwenye jina kubwa
hakutaka kuishi kwa kujipambanua, aliishi kwa kujishusha. Na hata ukizungumza, ukiangalia klipu zake zote alizokuwa akihutubia, alikuwa akihutubia ni chini sana, yani alikuwa ni mtu wa kuunganisha sana watu. Kwa hiyo ni somo kwa viongozi wanaochipukia na waliokuwa madarakani, wanatakiwa wakachimbue nini zile tunaita speech zake na nyaraka zake. Bahati mbaya kama alivyosema, tunatakiwa tumuenzi sana kwa kumbukumbu na documentary, na mimi naitamani kuitafuta documentary yake niitengeneze. Ni miongoni mwa watu ambao waliotengeneza documentary yake, kwa sababu alituambia inatosha sekunde moja kujifunza. Sekunde hii moja inatosha kujifunza kila kitu, usidharau hiyo siku. Kwa hiyo ni mtu ambaye na Omari alistafu katika utumishi wake, lakini hakustafu kuwasemea watu wa Mwanga Kilimanjaro. Kama unakumbuka vizuri, kuna mradi ambao Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alikwenda kuzindua. Ile ilikuwa ni miongoni mwa maombi pia ya Cleopa David Msuya. Nakumbuka Mheshimiwa Rais pia alizungumza ile swala, akisema bwana, changamoto ni maji. Kwa hiyo wana Mwanga kweli alikuwa smooth sana yani. Alikuwa sio mlopokaji yani, kama sio waziri mkuu, lakini very yani alikuwa kichwa chake kilikuwa kinafanya kazi smart sana. Na hata Nyerere alimpenda sana. Na ukiangalia alidumu sana katika serikali yake ya kipindi cha Nyerere. Sawa. Hivi karibuni mawazo mchafukoge yalitawala, tukutiko la moyo liliendelea kuwepo ndani ya moyo yetu na huzuni ikaendelea kutawala ndani ya bunge mara baada ya kuondokewa na Malkia Jenista Mhagama. Ni mmoja ya viongozi ambao hivi karibuni kwa kweli kifo chake watu wengi kimewashtua, lakini pia tunafahamu alikuwa ni kiongozi ambaye wa mfano, ni kiongozi ambaye alijituma, kiongozi ambaye aliingia bungeni akiwa na umri pia mdogo. Lakini pia kiongozi ambaye mwanamke aliweza kushindana kwenda jimboni katika kipindi ambacho kulikuwa kuna watu wengi walikuwa naamini kwamba mbunge lazima awe mwanaume ndio anaweza kwenda kutufanyaje kutuwakilisha. Jenista Mhagama. Jenista mimi namfananisha ni kiongozi shupavu. Kwa sababu ya nini? Yeye hakuwa na elimu kubwa sana alivyoingia bungeni. Alikuwa ni mwalimu ambaye profession yake ni mwalimu. Aliamini kwenye utendaji wa kazi. Lakini aliwaacha wabunge wengi na akateua kuwa naibu waziri mpaka alipoenda kwenye wizara kamili ya sera. Manake kazi yake ndio ilimtambulisha. Tofautisha na watu wengine wanaamini elimu ndio inakutambulisha. Na mimi ambapo nataka nikwambie, moja tukio kubwa alilofanya ni kuhakikisha kuanzisha kwa mchakato wa hii. Umeona wizara ya vijana hii, wizara ya maendeleo ya vijana, miongoni mwa 75% imetoka kwenye mkono wake. Nini imetoka mkono wake? Mwaka 2015 yeye ndo alienda kupeleka ni namna gani tunaweza kupata baraza la vijana. Sawa. Alipeleka bungeni ni namna gani toka mwaka 1980 Tanzania ina struggle namna ya kuweza kupata wizara ya vijana kamili. Wakati huo ilikuwa wizara ya vijana ilikuwepo, baadaye ikawa kwenye wizara ya vijana kazi na wenye ulemavu. Sasa kuirudisha kwenye wizara ya vijana ikawa kamili. Kama unakumbuka 2015 alipeleka ni namna gani kuwepo kwa baraza la vijana. Alipeleka na mwaka 2017 bunge ililizia, 2015 ililizia na 2017 gazeti la serikali wakatoa tangazo kwamba kutakuwa na baraza la vijana. Kwamba sasa baraza la vijana litakuwaje? Lazima kuwepo na wizara ya maendeleo ya vijana. Hivi vitu sivione vinakuja kwa bahati mbaya. Hawa viongozi wamefanya kazi kubwa sana. 2015 wewe pitia muundo wa kuwepo kwa baraza la vijana ambalo chombo kitachosaidia kuwaunganisha vijana, hakitokuwa na mahusiano ya chama chochote, na muundo ukawekwa makusudi. Na akazungumza, na kama unakumbuka mwaka 2022 Mheshimiwa Rais Samia kama 24 alizungumza, natamani kukutana na vijana kuzungumza nao. Kwamba natamani nikutane na vijana. Tutakutana na vipi na vijana kama hatutokuwa na tunasema waziri wa vijana, kama hatutokuwa na mwenyekiti wa baraza la vijana? Na ikatengenezwa muundo, kutakuwa na tutaanzia ngazi ya kata,
ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa mpaka ngazi. Kwa hiyo mimi namkumbuka katika hili vuguvugu la Wizara ya Maendeleo ya Vijana, moja ya kazi kubwa aliyoifanya ni Jenista. Lazima tumuenzi na tumkumbuke, na nyaraka zipo. Uzuri sisi hatuwakumbuke hawa watu, lakini 2015 alihakikisha baadhi ya vitu vinatakiwa viwepo. Kwa hiyo kifo chake sisi kama vijana tunamwenzi, tutamkumbuka. Hata katika alivyokuwa kwenye sera maazimisho, alikuwa ni mtu mmoja mahiri sana. Mimi nimepata bahati ya kuwa mratibu wa maazimisho ya Sheikh Amri Abeid Karuta. Wakati naenda kuomba ushauri wake, ndiyo, ni mtu mmoja mahiri sana. Hata nilivyokuwepo tena katika maazimisho ya siku ya kitaifa ya albino ambayo ilifanyika mkoa wa Pwani 2024, alikuwa smart sana. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa kufikika, anakushauri, anasema hapa Omari, hapana, hapa sio sahihi. Kwa hiyo ni mtu mpigo sana kwa sisi vijana, tunamwenzi na tunamkumbuka na tutaendelea kumkumbuka. Sawa sawa. Japo kwa dakika hizi chache zilizobaki, tutaendelea kukuletea matukio mbalimbali yale ambayo yamejiri kwa mwaka 2025 na kwa uchambuzi, kwa kukumbuka, lakini pia kuangalia matukio gani ambayo yaliweza kujiri katika nafasi mbalimbali, siasa, uchumi, biashara na mambo mengine, na watu maarufu pia. Tutaendelea mpaka ambavyo tutakapokuwa tunasema karibu mwaka 2026 ndipo Mwenyezi Mungu akijalia. Tuvuke mipaka kidogo. Afrika Mashariki na Kenya kwa ujumla pia ilipata pigo mara baada ya kuondokewa mwanasiasa nguli kwelikweli, mwanasiasa ambao viongozi wengi Afrika Mashariki, naomba niseme tu, wamejifunza pia siasa zake, na hasa kutokana na misimamo yake ya kutetea wananchi wa hali ya chini na kutanguliza mbele maslahi ya taifa, lakini pia na kuangalia maslahi ya Afrika kwa ujumla. Huyu si mwingine ni Raila Amolo Odinga. Ni mwanasiasa mashuhuri sana kutoka nchini Kenya ambaye anajulikana sana katika siasa za Afrika Mashariki kama ambavyo nimekuzungumza. Kenya wanamuita Jaramogi. Baba ni mwanasiasa ambaye mpatanishi, mimi namuita mpatanishi na sio mtengeneza chuki. Na wanasiasa wanahitaji kujifunza kwake sana, kwa vyama vyote hivi ambavyo vilikuwepo katika Afrika. Kama unakumbuka, Raila alifungwa katika kipindi cha miaka 80, lakini hakutaka kuikasirikia nchi yake. Na kama unakumbuka, alikimbia nchi yake mpaka nchi wakamwambia arudi kuitengeneza nchi yake tena. Na unakumbuka hata wakati anaanzisha hizo harakati, kuna ile movement yake ya upinde wa nini wa mvua, kutaka kuitoa KANU. Yeye ndo aliitoa KANU. Unakumbuka kama yeye ndo alianzisha vuguvugu la KANU kuiondoa. Na moja ya kuitoa KANU, aliahidiwa kuwa kwamba atakuwa rais. Lakini hata alivyoshindwa kutaka kuwa rais, harakati zile za jina lake kutolewa kwa nini? So, hakutaka kuichukia nchi yake. Aliamini kuwa nchi yangu hii lazima niitetee. Na nataka unakumbuka 2007 na 2008, wakati anakuwa 2008 kuingia kuwa waziri mkuu katika ile serikali ya maridhiano, na jinsi harakati zilivyotokea, yeye alikuwa anapatanisha sana. Na kwa nini Wakenya wamemlilia sana? Wamemlilia kwa sababu nchi yoyote lazima impate mtu wa say, wa kusema, yani sauti ya mwisho. Nchi isipopata mtu wa sauti ya mwisho, nchi inayumba. Na ndio maana ukiona Kenya kulikuwa wanamtegemea yeye kwamba mtu wa kusema. Na nataka nizungumze kitu hichi kwa faida. Katika maisha, Shaban Robert anazungumza katika shairi la Raha, ili nataka niwape faida. Anazungumza mambo matatu kama hauna nayo. Raila Odinga alikuwa nayo. Mambo matatu kama hauna nayo hauwezi kufanikiwa. Moja, anazungumza Shaban Robert, akili kujaliwa mtu. Raila Odinga, kama katika maisha yako ya siasa, kama hauna akili hauwezi kufanikiwa. Akili unaelewa maana yake? Kupambanua vitu. Raila alijaliwa hivyo vitu, kupambanua vitu. Lakini jambo la pili, mali. Kama hauna mali, na hizo mali uzitafute kwa halali. Kwa hiyo Raila, umeona harakati zake zote alikuwa anatafuta mambo yake kwa halali. Kama hauna hivyo vitu hauwezi kufanikiwa katika siasa. Lakini jambo la tatu ambalo mwanasiasa unatakiwa nalo, upendo, kupendwa na watu. Katika siasa kama upendwa na watu, vitu hivi vitatu Shaban Robert anatukumbusha kwenye shairi la Raha. Moja, mwanasiasa anatakiwa awe na akili. Akili kupambanua nini? Vitu kibaya na
kizuri kuendana na wakati. Speech yako inatakiwa iishi. Raila Odinga speech yake ilikuwa inaishi. Ni mwanasiasa yupi sasa hivi mwana Afrika speech yake inaweza ikaishi? Ukiona speech yako watu wanaidharau, ujue wewe umedominate katika siasa. Yaani ukiona speech unazungumza alafu watu wanaiona kama easy hicho kitu. Sasa Raila alikuwa anacheza alama za nyakati. Ndio maana Kenya akizungumza watu wanamsikiliza. Omari Punzi, watu wanda kajiuliza wanasema hivi, ni mwanasiasa ambaye amefanikiwa kwenye siasa. Lakini swali linarudi ni kwamba ameteuliwa kuwania nafasi ya urais mara 5 na zote ameshindwa. Tunamtafsiri vipi kama ni mwanasiasa ambaye amefanikiwa? Amefanikiwa kwa sababu kwenye kufanikiwa ni kitendo cha kuteuliwa na kuwaunganisha watu. Licha ya kushindwa, lakini watu walimwamini kwamba ni mkiunganishi. Unaweza ukashindwa, tunachoangalia target ni kiunganishi. Na nataka nikwambie hivi simuona hivi vidole vitano. Hivi simuona vidole vitano. Hivi ndio watu wenyewe. Raila aliheshimu katika hawa watu 5. Na hawa mwanasiasa yoyote nguri, nataka nikuzungumzie Raila, hawa watu 5 ndio unatakiwa uwaheshimu. Raila alimheshimu huyu mdogo. Kwamba ndio maana alifanikiwa. Ndio maana kifo chake watu walijaa wengi. Katika siasa lazima ukutane na hawa watu wadogo. Sisi wanasiasa wengi wanashindwa kuheshimu hawa watu wadogo. Watu wadogo ni wenye vyeo vya chini kabisa. Hawana vyeo, lazima waheshimu. Lakini Raila aliwaheshimu huyu. Katika ndoa hiki ni kidole dhaifu. Tunavishaga pete ya ndoa. Raila aliheshimu katika taifa langu kuna watu dhaifu. Lazima niwaheshimu. Dhaifu mtu ambaye unaweza kumpa kazi leo hii asifanye kwa wakati. Ndio maana Raila speech zake kila mtu alikuwa anamheshimu. Lakini Raila simuone hichi kidole hiki kikubwa. Raila aliheshimu hawa watu wakubwa. Licha ya kuwa kiongozi mkubwa, lakini umeona alimheshimu hata rais wa Kenya. Kuna muda alidondoka akawa anafanya maridhiano. Lakini Raila aliwaheshimu wale. Sasa katika siasa lazima kuna wale watu, wale wanahitaji haki na usawa. Ndio maana umeona speech yake ilikuwa inatengeneza katika haki. Wanasiasa wengi wanadondoka katika bara la Afrika kwa sababu wale watu hawaheshimu. Lakini Raila licha hawa watu wote aliamini kuwa yeye ndio msingi wa maendeleo. Kwa hiyo licha ya swali lako, licha ya kudondoka mara 5, lakini Raila aliwaheshimu hawa watu wote. Sasa wanasiasa wengi bara la Afrika wanakosa kuwaheshimu hawa watu 4, wanajitazama wao. Ikisimuona hichi kidole hiki kinakutizama wewe. Kwa hiyo usipoheshimu hao, ndio maana umeona kifo chake kimetengeneza simanzi na Kenya wanahitaji, nataka nikwambie, wasipotuliza akili kumtengeneza mtu kama Raila, taifa lao litayumba. Yaani utaona uchaguzi wao utavokuwa kwa sababu Raila anaweza akasema hiki hapana. Na mataifa lazima watengeneze. Umeona Uganda sasa hivi wanamtengeneza yule Bobi nani? Bobi Wine. So ile ni impact. Nchi yoyote isipomtengeneza mtu kama yule. Umeona Bobi Wine anavyoachiwa ni free kwa sababu manake nchi inaamua kuwatengeneza wale watu kwa ajili ya usalama. Nchi yote ikitaka kuingia katika hali ya machafuko, Bobi Wine anaweza akatuliza sasa hivi vijana. Ni nani ambaye kama nchi haitowatengeneza vijana wenye split ya kupendwa na watu ya ushawishi. Umeona Bobi Wine anaweza akamwambia jamani tulieni na watu wakamsikiliza akisema Bobi Wine amezungumza kwa sababu ni kijana mwenzetu. Sijui tunaelewana. Taifa lolote usipomtengeneza mtu mwenye say, mwenye kuwasikiliza, haijalishi yupo chama gani. Lazima taifa lumtengeneze mtu mwenye say. Yaani haijalishi yuko kwenye chama gani. Na vyama hivi vya kisiasa vililetwa kwa ajili ya ulinzi na usalama. Nataka nikwambie, vyama hivi tulivyoamua kuvi-introduce Afrika kwa ajili ya kuprotect nchi. Kwamba ukiwepo kwenye chama chochote kwa ajili. Kwa hiyo Raila aliishi Afrika kwa sababu alijua misingi ya chama cha upinzani ni kuiprotect nchi. Msingi wa kwanza wa chama cha upinzani ni kuilinda nini? Nchi. Bobi Wine naye kafundishwa msingi wa kwanza wa chama cha upinzani ni kuiprotect nchi. Kwamba mimi ndio say. Na ndio maana umeona Museveni anamwachia uhuru kwa sababu anajua wewe ni say, unaikontrol nchi. Nchi isiingie kwenye machafuko. Vijana usipofanya vile, vijana wanaingia kwenye machafuko tu. Kwa lazima nchi itengeneze vijana, itengeneze watu wa say. Nachukuliwa mimi Omari natengenezwa say. Watu na utakiwa egemee upande wowote.
Sisi tunaelewana, na lazima uishi katika misingi na ya lazima amani. uishi katika misingi ya nchi, ujue nchi, mimi niko kwenye position hii ya upinzani, lakini cha kwanza ni ulinzi na nini na usalama. Shukrani sana. Asante sana. Mtazamaji, tulikuwa tunamzungumzia dakika hizi za mwisho Raila Odinga Jaramogi, baba kutoka nchini Kenya, ambaye ni mwanasiasa. Alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945 na alifariki mwaka huu Oktoba 15. Alikuwa mwanasiasa wa Kenya aliyehudumu kama waziri mkuu kutoka mwaka 2008 hadi 2013. Alitazamwa kuwa kiongozi wa upinzani nchini Kenya kuanzia mwaka 2013, kwani katiba mpya ya Kenya haina nafasi hiyo kwa sasa. Tumehitimisha naye japo katika uchambuzi wa matukio kadhaa haya machache ambayo tumeweza kuangazia kwa mwaka 2025, na tumeangazia katika ulimwengu wa siasa na wanasiasa wenyewe, kwa sababu wanasema siasa ni uchumi, uchumi ni siasa. Huwezi kukwepa siasa katika maisha haya ambayo tunaishi. Mtazamaji, tunapata marudio ya Asubuhi Njema. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela, mwenzangu ni Emily Lazarus. Asante sana kwa Omari Punzi, asante sana kwa kuja. Nafahamu yako mengi sana, japo kwa uchache tutakuwa tunagusia siku moja moja, japo kwa wakilishi wake tutarejea baadaye.